صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji katika awamu yetu hii ya leo, tukiwa leo tunazungumzia familia katika Uislamu. Familia katika Uislamu ni jambo ambalo liko na sehemu kubwa sana katika mafunzo ya fiqhi ya Kiislamu, kwa sababu ya kiungo hiki katika jamii, kwa sababu ulimwengu umeundwa kwa mataifa, mataifa yameundwa kwa makabila, makabila yameundwa kutokamana na jamii, na jamii zinatokea kutokana kwa familia. Kwa hiyo familia ni kiungo muhimu sana katika uendeshaji wa jamii. Uislamu kama dini ambayo haijaacha nyuma sekta yoyote katika maisha, isipokuwa ilielezea, ikafundisha na ikaelekeza zinavyotakikana kuwa sekta zote, ikiwemo pia sehemu hii ya familia. Kutokea kuanzishwa kwa familia, kudumishwa kwa familia, kustawishwa kwa familia, na hata ikitokea kutengana ndani ya familia, Uislamu yote hayo imeyaelezea kwa kina na kwa ufasaha na kwa upeo wa hali ya juu kabisa. Ndugu yangu, naomba ubakie na mimi tokea mwanzo wa somo letu hili mpaka tamati, ili ufaidike na mengi ambayo tumekuandalia kwa leo katika somo letu hili la familia ya Kiislamu au familia katika Uislamu. Uislamu ulielezea nafasi ya familia, na familia katika Uislamu inajulikana na inaonekana wazi nafasi yake kwa mambo mengi. Yani nafasi ya familia tukitaka kuifahamu, tutazame haya nitakayoyataja na mengi ambayo mwingine anaweza akayaelezea. Uislamu umetilia mkazo sana suala la kuoa na kuanzisha familia, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe ambacho ni cha kukua. Mmoja anatakana atokea akiwa mdogo anakuwa mkubwa, akiwa mmoja wanatakana kuwa wengi. Kwa hiyo ni kiumbe cha kukua na si kiumbe cha kubakia pale kilipo. Kwa ajili hiyo, mwanadamu atakapoamua mimi nitaishi bila ya kuoa au bila ya kuolewa, na wakaafikiana wanadamu wote katika suala hili, watakuwa wameenda kinyume na maumbile. Natija yake ni huu wanadamu kuisha. Kadhalika wanadamu watakapoenda katika misingi hii potofu ya kushiriki katika mapenzi ya jinsia moja, pia hii ni sababu ya kuvunja au kuenda kinyume na maumbile, ambayo natija yake ni familia kuisha au wanadamu kupungua na kuzorota.
Kwa ajili hiyo Uislamu umelitilia mkazo sana, ukaimiza sana suala la kuoa na kuanzisha familia. Umelifanya suala hilo kuwa ni ibada kubwa, bal ikaelezewa ni nusu katika dini. Atakapooa mtu au kuolewa, ametekeleza sehemu kubwa katika dini yake, ambayo anangojewa akamilishe sehemu iliyobakia. Kadhalika kuoa na kuolewa, suala la ndoa ni ibada takatifu ambayo imewekewa mahimizo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa, lakini mimi ninafunga na nafungua, ninalala na nasimama kufanya ibada, na ninaoa wanawake. Kwa hiyo mwenye kupinga mwenendo wangu huu si katika mimi, si katika sisi, si katika wafuasi wangu. Maneno haya aliyaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati walikuja mabwana watatu katika nyumba zake, na wakaanza kuulizia ibada anazozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wake zake Mtume alayhi salatu wasalam wakaelezea ibada anazozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale mabwana wakaona ibada za Mtume ni kidogo, na wakasema, sasa huyu ni Mtume alayhi salatu wasalam aliyesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yatakayo kuja, ama sisi hatujapata msamaha huo, yatakikana sisi tujipinde zaidi kwa ibada kumliko yeye. Mmoja wao akasema, mimi nitafunga na sitawahi fungua tena maishani mwangu. Mwingine akasema, mimi nitasimama kufanya ibada, uswali usiku milele na wala sitolala usiku katu. Watatu akasema, mimi nitafanya ibada na wala katu sitawahi kuoa maishani mwangu. Mtume alayhi salatu wasallam akatoka kawauliza, nyie ndio mlikuwa mnasema haya? Wakajibu, ndiyo ya Rasulullah. Yani kutaka kujifakhirisha kuona ya kuwa walichokisema ni kizuri zaidi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakosoa kwa kuwaambia, hakika mimi ni mchaji Mungu zaidi kuliko ninyi, lakini mimi nafunga baadhi ya masiku na nafungua baadhi ya masiku. Mimi nalala baadhi ya usiku na naamka kufanya ibada baadhi ya usiku. Kadhalika mimi ninaoa wanawake, ninaoa wake. Basi atakaye pinga akaenda kinyume, akakengeuka mafundisho na mwenendo wangu huu, si katika sisi, si katika wafuasi wangu. Kwa ili uwe mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ufanye haya: ufunge, ufungue, uamke usiku swali na ulale kwa baadhi ya wakati, na kadhalika uowe au uolewe. Huu ndio mfumo sahihi. Kadhalika Qur'ani inahesabu kwamba yule ambaye kwamba yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba kwa mwanaume na mwanamke, ikiwemo ni pamoja na utulivu, mapenzi, kuhurumiana, kuliwazana, haya mambo ya kawaida, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayazingatia haya kuwa ni miongoni mwa neema alizowaneemesha waja wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya zake ni kuwaumbieni kutokamana na nafsi zenu wanawake ili mpate kutulia, na akajalia baina yenu na kuhurumiana baina yenu wenyewe kwa wenyewe na kuliwazana. Hilo ni neema kwa wenye kufikiria, ni aya kwa wenye kuzingatia na kufikiria. Kwa hiyo suala hili la mambo ya kawaida, mambo ya kupendana, mambo ya kuliwazana, mambo ya kuhurumiana baina ya mke kwa mume, ni mambo ambayo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni neema, ni tunu aliwatunuku waja wake wanadamu. Uislamu umeamrisha suala la ndoa lifanywe jepesi na kumsaidia anayetaka kuoa ili apate sitara, apate kuhifadhika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea watu wa aina tatu ni haki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu hawa kuwafanyia wepesi, kuwarahisishia, kuwasaidia katika masuala yao. Akataja katika watatu hao akasema ni mtu ambaye anakusudia kujihifadhi kwa kuoa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsaidia, bali ni haki kwa Allah kumsaidia. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsaidia mtu huyo anayetaka kuoa, wewe uliye na binti au wewe uliye na kijana, ni zaidi kwako wewe kutaka kuwarahisishia hawa wanaotaka kuoana. Kadhalika Uislamu umewaamrisha vijana ambao wako katika kilele cha ujana, yani wamekomaa, wako na nguvu na uwezo wa kuhimili mambo ya ndoa, waowe. La si hivyo, kwa sababu ya kuoa watapata macho yao kuhifadhika na kupata heshima. Hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoamrisha wana vijana kuliendea suala la ndoa. Kwa hiyo Uislamu umelipatia kipao mbele suala la ndoa. Kadhalika Uislamu umempa heshima kamili kila mtu katika familia, sawa awe mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo Uislamu baada ya kuelezea nafasi ya kuanzisha familia, na familia inaanzishwa na kijana wa kiume au kijana wa kike, utakapooana inakuwa ni mume na mke, hawa wawili ndio wanaanzisha familia, kwa sababu natija yake ni kupata watoto. Kwa hiyo familia ikianza hapa, sheria au Uislamu umeipatia kipao mbele na kuwapatia heshima kubwa kila mtu katika familia, awe mwanamke aliyeolewa au mwanaume aliyeoa. Uislamu umembebesha baba na mama majukumu makubwa ya kulea watoto wao. Kwa hiyo si furaha peke yake, bali mwanaume ana majukumu katika familia, kadhalika mwanamke naye amepewa majukumu katika familia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea majukumu haya kwa kusema, nyote nyinyi ni wachungaji au wachunga, yani walinzi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kuwauliza katika kile mlichokichunga. Akaanza juu kuelezea kiongozi ni mchungaji na ataenda kuulizwa kuhusiana na raia wake aliwachunga vipi. Akashuka chini akasema na baba nyumbani ni kiongozi, ni mchungaji na ataenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kuhusu alichokichunga. Kadhalika akateremka zaidi akasema mama nyumbani ni kiongozi, ni mchungaji na ataenda kuulizwa kuhusiana kile alichokichunga, alichokiangalia, mali na watoto wa mumewe. Kadhalika akashuka zaidi ya hapo akasema hata mtumishi na msaidizi wa nyumbani pia ni mchungaji na ataenda kuulizwa kuhusu alichokichunga. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, hakika nyote ni wachungaji na kila mmoja katika ninyi ataenda kuulizwa kwa alichokichunga. Uislamu umefaradisha kwa Muislamu kuimarisha undugu, maana
kusimamisha undugu ni Muislamu kuwa na mawasiliano mazuri na ndugu zake, kwa upande wa baba yake, kwa upande wa mama yake, kuwafanyia mambo ambayo ni mazuri, wawe ni watoto ndugu zake au wajomba zake au mashangazi wake, au wawe ni wakubwa au wadogo, wote hawa unatakana uwafanyie uzuri. Na kukata undugu ni katika madhambi yaliyo makubwa, na Muislamu hafai kuingiza nafsi yake katika madhambi haya makubwa yenye kuangamiza. Kwa hiyo Uislamu pia umelipatia kipao mbele suala la familia iliyojumuisha wote watu walio karibu na wewe. Kadhalika Uislamu umeamrisha kupanda mbegu ya msingi wa kuwa na adabu na heshima kwa wazazi, kuwahudumia na kuwatii mpaka baada ya kifo chao. Kwa hiyo kama mtu ndani ya familia unatakana uchunge haki za wazazi, uangalie wazazi tangu wakiwa hai, kwa sababu mtoto wa kike au wa kiume, hata kama ni mtu mkubwa kiasi gani, Waswahili tunasema mtoto hazeeki kwa wazazi wake, bado atabakia kuwa mtoto, na ni wajibu kwao kwa huyu mtoto kumtii na kumsikiliza mzazi wake na kumfanyia mambo yaliyo mazuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha baada ya kufanyiwa yeye ibada akasema wafanyiwe ihsani, wema, mambo mazuri wazazi wawili, hata kama umefikia au hasa atakapofikia umri wa uzeeni, na wala usiwatolee ukali, usiwakaripie, na wala usiwasemee hata neno dogo, neno la ufu. Hii ndio amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa familia, hasa kwa wazazi ambao walikulea tangu uko tumboni mpaka wakakuzaa na wakakusimamia, wakakulea mpaka ukafikia umri ulionao kwa sasa. Kufanyia kadhalika, tunatakana pia tuangalie suala la watoto. Suala la watoto kwa kuwafanyia uadilifu, kwa kusimamia malezi yao, na hasa watoto hawa kuangalia kuwafundisha dini yao. Takaporuzukiwa neema hii ya watoto, Uislamu unakutaka wewe mzazi uhakikishe watoto wako hawa utawakuza katika maadili ya Kiislamu, kwa kuwafundisha na kuwajuza ni nani Mola wao, ni nani mtume wao, na ni ipi dini yao. Wainukie wakuu wakiwa wanaifahamu dini yao. Pili, takapokuwa na watoto, ni haki yako wewe kuwahudumia chakula chao, malazi yao, siha yao, afya yao, uzima wao. Kadhalika ni haki yako, ni jukumu lako kwa watoto hawa kuwafanyia uadilifu bila ya kupendelea. Ukapendelea mmoja katika watoto, italeta fitna katika familia hiyo. Kwa hiyo ni lazima uweke kila kitu kwa uadilifu. Baada ya kufahamu utangulizi wote huu, tunaenda sasa katika sehemu yetu hii, nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Nafasi ya mwanamke katika Uislamu, akiwa mwanamke kiungo muhimu sana katika familia, kiungo muhimu katika familia. Mara nyingi hawa viumbe ambao
kidogo ni wanyonge, huwa kudhulumiwa ni rahisi. Viumbe hawa ambao ni wanyonge huwa kudhulumiwa ni rahisi. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu, sheria ya Mwenyezi Mungu inahakikisha hawa viumbe wanyonge haki zao zinalindwa kisheria. Na ndio maana ikatokea saa hii vyama vingi, vyama au mkusanyiko wa kutetea haki za watoto wa kike, kutetea haki za watoto wadogo, vyama vya kutetea haki za wasiojiweza, vilema na wajane. Haya yote Uislamu uliangalia na ukayazungumza kabla watu wengine hawajafikiwa na ufahamu huu. Kwa hiyo mwanamke akiwa kiungo katika familia, Uislamu umelinda haki zake, nafasi yake. Uislamu umempa heshima kubwa sana mwanamke na kumkomboa kutokamana na utumwa na kutumika na wanaume bila ya kujali hali yake. Pia umemkomboa kutokamana na madhila ya kuwa bidhaa rahisi inayokuwa isiyokuwa na hadhi wala heshima. Uislamu umemwinua mwanamke, heshima yake, hadhi yake, ukaelezea nafasi yake kubwa katika familia na ukamkomboa kutokamana na madhila aliyokuwa akipitia. Tukiangalia mfano inayohusiana na heshima kwa mwanamke, ni Uislamu umempa mwanamke haki yake ya kurithi. Suala hili ambalo hakuna sheria katika dini yoyote ambayo imempatia mwanamke haki ya kurithi, bali hata katika mila zetu, hasa mila zetu sisi za Kiafrika, utapata mwanamke atakapoolewa kashamaliza jukumu lake. Huko nyuma kwao asiangalie lolote, hana haki ya kurithi, bali hata nyumba ya wazazi wake watakapofariki, nyumba hiyo wanauza ndugu zake wa kiume. Uislamu ukampatia mwanamke haki ya kurithi. Mwenyezi Mungu akagawa haki hiyo kwa mgawanyo mzuri na wa mgawanyo wa kiuadilifu. Katika baadhi ya mgao anakuwa sawa na mwanaume, na katika baadhi ya mgao mwingine anatofautiana na mwanaume kwa kuzingatia uhusiano wake na kuzingatia gharama za huduma anazotakiwa kuzipata. Kwa hiyo mwanamke wakati mwingine anapata mirathi sawa na mwanaume, wakati mwingine mwanaume anamzidi kidogo kuzingatia gharama ambazo anatakana mwanaume kuziangalia, tena kumwangalia huyo mwanamke, na wakati mwingine mwanamke anazidi hata mwanaume katika sehemu ya mirathi. Na yote haya Uislamu ulizingatia nafasi yake. Leo tuangalie hawa wenye kudai haki za wanawake, wanaosema mwanamke apewe nusu kwa nusu, wakadhania kuwa wamefanya uadilifu. Hii haijakuwa uadilifu bado, kwa sababu wakati mwingine mwanaume anakuwa anapata mirathi na mwanamke anapata mirathi, lakini wakati huo huo jukumu la kumwangalia huyo mwanamke linarudi tena kwa huyu mwanaume. Mfano, ndugu wawili wa kike na wa kiume, wazazi wao wamefariki. Huyu ndugu wa kiume anatakana kuchukua sehemu mbili ambazo anachukua mwanamke. Ufahamu huu ni kuwa huyu mwanamke anaweza akaolewa, mumewe akafariki, akaamua kurudi kwao nyumbani. Atakaporudi nyumbani, wazazi walifariki, nafasi yake aliyopewa ameshamaliza haki yake, anarudi tena chini ya usimamizi wa ndugu yake, na ndugu anatakana kumwangalia ndugu yake, dada yake,
kwa ukamilifu. Kwa hiyo Uislamu hapo kampatia huyu ndugu wa kiume sehemu iliyomzidi mwanamke. Kuna wakati mwanamke anachukua theluthi mbili zaidi kuliko mwanaume. Kwa hiyo sehemu hizi Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba ndiye anafahamu wakati gani huyo mwanamke anastahiki kiwango gani, na akazielezea ndani ya Qur'ani, na hakuna haki yoyote kuja na kichwa chake kubatilisha jambo hili. Kwa hiyo dini ya Kiislamu pekee ndiyo iliyompatia mwanamke sehemu katika mirathi. Kadhalika Uislamu umemkomboa hivi mwanamke ambaye zamani katika Uarabu alikuwa mwanamke harithi, bali yeye ndiye anarithiwa. Baba atakapofariki akiwa na wake zaidi ya watatu, zaidi ya wawili, wale wasiokuwa mama zako wa kukuzaa, ilikuwa Waarabu unaweza ukachukua mwanamke akawa mke wako, ukamrithi baba yako mkewe mdogo. Suala hili Uislamu ukalivunjilia mbali, ukamfanya mwanamke ni mwanadamu aliye na uhuru wa kuamua, na wala si mwenye kuamuliwa na familia au mwenye kuamuliwa na wanaume. Uislamu umemfanya mwanamke kuwa sawa katika kati ya mwanaume na mwanamke katika mambo mengi. Tofauti miongoni mwa mambo hayo ni miamala yote ya kifedha. Mwanamke anafaa kununua, anafaa kuuza, anafaa kumiliki, anafaa kuamiliana katika miamala ya fedha kama mwanaume bila ya tofauti yoyote. Huu ndio Uislamu ulivyomwenua mwanamke. Kadhalika Uislamu umempa mwanamke uhuru wa kuchagua mume na kumpa nafasi ya kukubali kuolewa na kumpa nafasi ya kujadili na kusema hisia zake kwa mume anayekuja kumchumbia. Na mwanamke katika hili yuko na uhuru kamilifu, kinyume na baadhi ya mila ambazo mwanamke alikuwa anaozeshwa bila hata kumuona na kufikiria anayetaka kumuoa. Kadhalika Uislamu umemwachia mwanamke jina lake na heshima ya nasaba ya baba yake. Maneno haya tunamaanisha ya kuwa mwanamke atakapozaliwa na baba yake anaitwa Abdallah, na yeye mwenyewe anaitwa Aisha. Kwa hiyo atabakia Aisha Abdallah. Atakapoolewa na mume ambaye anaitwa Hassan, huyu mwanamke hatobadilisha jina la baba yake akajiita Aisha Hassan kwa sababu ameolewa na Hassan. La, yule Hassan ni mume tu. Leo wataishi, kesho atakosana, atolewa na mume mwingine, anabakia na nasaba yake ya baba yake, ataitwa Aisha Abdallah milele. Kinyume na baadhi ya itikadi na baadhi ya mila ambao mwanamke atakapoolewa anabadilisha jina la baba yake, badala ya baba yake anakuwa anataja mume wake. La, huyu ni mume. Katika Uislamu kuna kuoa kuachana. Utakapoachana na huyu ukaolewa na mtu mwingine, je, utageuza jina? Na utageuza jina mpaka lini? Kwa hiyo Uislamu ukamwachia mwanamke uhuru wa nasaba yake. Kadhalika Uislamu umempa mwanaume wajibu wa kumtunza na kumhudumia mwanamke bila ya masimango na masimbulizi, bila ya kumsumbua wala kusimulia. La, unatakana umhudumie mwanamke. Pale utakapoamua kumwoa,
pia ukubali gharama na majukumu yote ya kumhudumia mwanamke. Kadhalika Uislamu umetilia mkazo jambo zuri la kumhudumia mwanamke dhaifu ambaye hana mtu wa kumhudumia hata kama sio ndugu yako. Uislamu umehamasisha kuwahangaikia na kuwahudumia watu wadhaifu. Umelifanya jambo hilo kuwa miongoni mwa ibada bora sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wajane, kama mayatima na wanawake wale wadhaifu, wazee wasiokuwa na watu wa kuhudumia. Kwa hiyo wewe uliye na uwezo wako ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha, unatakikana uangalie hawa wanawake wa sampuli hii, kuonyesha nafasi ya mwanamke katika Uislamu ni nafasi kubwa. Na tukijadili suala la nafasi katika Uislamu, linabakia suala la uongozi. Mwanamke anafaa kuongoza katika nyadhifa ambazo zinaendana na maumbile yake, zinaendana na wale anaowaongoza, bila ya yeye kuathirisha uke wake, yani uwanawake wake. Tukisema uwanawake, basi yeye atabakia kuwa mwanamke, asiingie katika nyadhifa ambazo zitamvunjia heshima yake au zitavunjia heshima ya dini yake au zitakuwa katika sehemu ambayo itaendana kinyume na maumbile yake au kinyume na dini yake. Kwa hiyo Uislamu umempatia nafasi mwanamke pia kusoma na kuifahamu dini yake na kufahamu kile cha umuhimu ambacho anafaa kukijua katika maisha yake. Huu ndio Uislamu uliyemkomboa mwanamke, ukamtoa katika kila dhulma na ukamweka awe huru. Hawa watu ambao daima dawamu utawakuta wanatangaza haki za wanawake, na wanawake wetu wakaghurika na mengi haya ambayo yanatangazwa katika runinga na vyombo vya mawasiliano, ya kuwa mwanamke au kile mwanaume anaweza akakifanya, mwanamke anaweza akakifanya zaidi na kwa ufanisi zaidi. Wakapiga mifano mingi, na lengo lao si kulinda nafasi ya mwanamke, bali lengo lao ni kumharibia huyu mwanamke, kwa sababu watakapomtoa mwanamke nyumbani wakamwacha nje, wakidhania ya kuwa sasa ndipo wametengeza jamii, jawabu ni kuwa hawajatengeza jamii, bali wameharibu. Wale watakaozaliwa kule nyumbani watakuwa na nani? Ndio wanalelewa malezi ambayo hayana maadili, kwa sababu anaokotwa mwanamke huku na kule, ndio anakuja nyumbani kuwa msaidizi wa nyumba. Mama aliyozaa watoto anakuwa mtu mgeni, mpita njia, strange kwa watoto wake. Hana tena amri na kauli kwa watoto wake. Natija ni kuwa watoto kumheshimu mama yao mzazi hamna tena, kwa sababu ni mtu ambaye hawakukuishi na yeye. Hii wanasema ya kuwa ukitaka kuharibu jamii, basi iangalie katika mambo matatu. Jambo la kwanza, haribu mfumo wa masomo, haribu familia na haribu uongozi. Ukiharibu dini, ukaharibu familia na ukaharibu mfumo wa elimu, basi jamii yote hii inakuwa ishaharibika. Mfumo wa elimu ukiharibika, watu wanasoma chochote, wakaharibiwa wale walimu, wakadharaulia, basi elimu imeisha. Kadhalika
majumba na familia itakapoharibika kwa kutolewa wanawake, twendeni tukafanye vibarua, nendeni mkafanye kazi ya mikorogo, nendeni mkapeleke bodaboda, nendeni mkaendeshe taxi, nendeni mkaendeshe tuktuk, kuweni manamba, fanyeni kila mwanaume anachokifanya, tukadhania kuwa tunafukuzia uchumi. La, hapa hatufukuzii uchumi, bali tunamfanya mwanamke anakuwa ni yani ni kama bidhaa ya kuuza, kununuliwa au kuangaliwa tu kwa matamanio, ili mtu atekeleze haja zake, ima kwa kuridhika kwa moyo wake au kwa kumvunjia heshima mwanamke. Uislamu ulimhifadhi na ukamlinda mwanamke na ukampatia nafasi ya malikia. Wanawake ambao Uislamu umehimiza sana kuwajali na kuwasimamia na kuwatunza na kuwapatia heshima zao ni baadhi ya wanawake, wakiwemo mama zetu, wakiwemo kina mama. Hawa ni baadhi ya wanawake ambao Uislamu umehimiza sana suala la kuwajali. Allah tunasema ya kuwa mama ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameinua daraja yake. Alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, ni mtu gani ana haki zaidi kwangu kuishi naye vizuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ni mama yako. Ule bwana akauliza, kisha nani? Mtume sallallahu akamwambia, kisha mama yako. Yule bwana akauliza, kisha nani? Akaambiwa, kisha mama yako. Mara tatu akauliza, kisha nani? Ndio akaambiwa, kisha baba yako. Kwa baba akaja daraja ya 4, mama akapewa nafasi kubwa. Kwa sababu gani mama apewa nafasi hii ya kwanza? Kwa sababu mama ndiye nyumba yako ya kwanza katika hii dunia. Wewe uliishi tumboni mwake zaidi ya miezi 9. Akiumia mama, akiwa hana ladha ya chakula, kila kitu kinamnukia harufu mbaya, hata yeye mwenyewe labda haendi kuoga, amekasirikiana na kila mtu, mateso yote haya, kuumwa hajulikana na umwa wala ni mzima, hawezi kulala, hawezi kusimama, hawezi kutembea, kwa wakati wote huu akikubeba wewe. Baada ya kukuzaa ukawa choo chako, kitanda chako ni katika mapaja yake, chakula chako ni katika maziwa yake, yote haya mpaka ukafikia umri na wewe ukaanza kuongea, kuanza kutembea, mpaka ukajua kufikiria na kuamua. Wewe uko na deni kubwa ambalo hauwezi ukalilipa kwa mama mzazi. Kwa ajili hiyo mama akapewa kipao mbele cha wewe kumfanyia haki na kumwangalia zaidi. Wa pili ni mtoto wa kike. Mtoto wako wa kike, mtoto wako wa kike unatakana pia umwangalie sana, kwa sababu mtoto huyu ndiyo kioo chako, ndiyo heshima yako. Uqba bin Amir, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, alisema kuwa nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mwenye mabinti 3 akawa na uvumilivu kwao, akawapa au akawalea na akawapatia huduma ya chakula, akawapatia huduma ya kinywaji, akawapatia huduma ya mavazi, kutokana na uwezo wake, kwake mabinti hao watakuwa kinga ya motoni. Yani utakaporuzukiwa binti wako 2 au 3, ukawalea, ukawapatia kila huduma wanazohitaji, mpaka ikafikia umri wa kuwaozesha, ukawaozesha ukiwa bado ni wasafi salama, basi
hawa mabinti kwako wewe itakuwa ni kinga itakayo kukinga kutokamana na adhabu ya moto. Si suala rahisi kuwakuza mabinti hasatan katika mazingira haya yaliyochafuka mpaka ukawawezesha. Wewe baba au wewe mzazi unatakana usimame kidete, kwa sababu si suala rahisi, lakini Uislamu umepatia baba changamoto hii ya kusimama kuwalea mabinti zake, kwa sababu binti yako ndio heshima yako. Atakapokosewa heshima binti yako, ni wewe ndio umevunjikiwa na heshima hiyo. Watatu ni mke wako. Mke wako pia ni mwanamke ambaye unatakana au Uislamu ulikuhimiza sana wewe kumwangalia. Imenukuliwa kutoka kwa mama wa waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha akisema ya kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa wake zake, na mimi ni mbora kwa wake zangu. Kwa hiyo mbora kwetu sisi Waislamu ni yule mwanaume ambaye ni mwanaume bora hasa kwa wake zake, hasa kwa wake zake, kwa sababu wengi katika sisi tunakuwa bora nje ya nyumba. Tukifika nyumbani, kama ni mabahili ndio sisi, kama ni wavivu ndio sisi, hautaki kugusa. Wewe umekuwa mkali kama maji ya moto. La, unatakana uwe bora, yani nyumbani mke wako ajue kuwa mimi niko na mume bora, si nje kwa hawara au kwa watu wanaotembea barabarani au kwa mitandao unaonekana wewe malaika kabisa, lakini ukifika nyumbani unageuka na kuwa shetani rajim. La, unatakana uwe bora. Mbora wenu ni yule bora kwa wake zake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni bora kwa wake zake. Vipi? Aisha anasema Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akiwahudumia wake zake, akikaa nao na kuwasikiliza maoni yao. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaingia jikoni kuwasaidia wake zake. Sasa wewe ndugu yangu, usiyeondoa hata kijiko, usiyejua hata kuosha kijiko, kwa sababu wewe ushaoa. Haya si katika mafunzo yetu. Kadhalika mwanamke anatakana kuhudumiwa, ana mengi ambayo anahitajia mavazi, chakula, sehemu ya kuishi, anahitajia mengineyo yanayohusiana na mwili wake. Kwa hiyo ni jukumu la wewe mume kuangalia yote haya na kumhudumia kiumbe hiki dhaifu ambacho tunakiita mwanamke au mkeo. Tukitoka hapo tunarudi kuzizungumzia haki za wazazi hawa waliotulea sisi. Kuwafanyia mema na mazuri wazazi kunazingatiwa kwamba ni miongoni mwa matendo mema makubwa na matendo matukufu sana na yenye thawabu nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suala hili linachukuliwa kuwa ni kwake, na baada ya kumwabudu Allah na kumpwekesha, suala la pili ni kuwafanyia wazazi wema. Pia kuwafanyia wema wazazi kumefanywa kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa sana za kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea ya kuwa mzazi ni mlango bora zaidi wa kuingia peponi. Mzazi ni mlango bora zaidi wa kuingia peponi. Kwa hiyo wewe usipuzie mlango huo, usipuzie mlango huo ambao ndio wa pekee wa kuingia peponi. Kwa hiyo utakaporuzukiwa mzazi awe wa kiume au wa kike, wakiwa bado wangali hai,
wewe unatakikana wazazi hawa uwafanyie mazuri, kwa sababu ni mlango wa kuingia peponi. Ukiishi nao vizuri, imekuja katika athari ya kuwa kwa kuridhia, basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhia. Ukiishi nao vibaya wakakukasirikia, basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakukasirikia, na kukasirikiwa na Allah ni kuikosa pepo yake. Hatari ya kuwaasi na kuwakosea wazazi wawili au kuwafanyia mabaya wazazi wawili, miongoni mwa madhambi makubwa mno ambayo sheria imeyakataza na kuyatolea makemevu na onyo ni kuwafanyia mabaya wazazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hivi ni kuambieni dhambi kubwa sana. Masahaba wakajibu, tueleze ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni kumshirikisha Allah na kuwaasi wazazi wawili. Kwa hiyo kuwafanyia ubaya wazazi wawili ni suala baya sana, kwa sababu hawa wazazi waliokusimamia, waliokuzaa, wakakulea wewe, ni sababu kupatikana kwako hapa ni sababu ya hawa wazazi wawili, au sababu yao wao ndio wewe umepatikana, kisha wewe uwafanyie ubaya, itakuwa umemkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na suala hili linakufanya wewe utakapowaasi na kuwakosea wazazi, ni deni, ni lazima watoto wako watakuja kukulipa deni hilo. Usifurahie kuwafanyia ubaya wazazi wako, kwa sababu hilo ni deni ambalo utakuja kulipa. Na wazazi ni viumbe pia. Tunakosoa wale wanaosema mzazi wako ni Mungu wa pili. La, hakuna miungu wa pili, isipokuwa mzazi ni kiumbe, lakini ni kiumbe yuko na daraja kubwa, yuko na haki kubwa juu yako. Kama Muislamu unatakana uitekeleze haki hiyo. Kuwatii wazazi bila ya kumuasi Allah, ni wajibu kuwatii wazazi katika yote wanayoamrisha, isipokuwa wakiamrisha kumuasi Allah. Wakiamrisha kumuasi Allah, hatakiwi mtu kuwatii katika hilo, kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumehusiwa, tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wema, na akiwa atakulazimisha mzazi kunishirikisha mimi, basi usimtii. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alisema tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wema, na kama mzazi wake atamlazimisha mwanadamu huyu kumuasi Allah, basi hakuna taa, haifai kumtii mzazi katika hili. Kwa hiyo mzazi wako akikuamrisha jambo zuri, ima jambo hilo ni katika kumtii Allah, utamtii. Jambo hilo ni jambo la kawaida, utamtii. Lakini wakati mzazi atasimama kukuamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unatakana usimame na haki na usimtii katika hilo, na wala usimkosea adabu wala heshima, isipokuwa umwelezee, hili sitakufata kwa sababu linaendana kinyume na mafundisho ya Kiislamu. Kuwafanyia yaliyokuwa mazuri, hasa wanapokuwa wamezeeka. Na watakapozeeka wazazi wanarudi katika hali ya utoto. Kwa hiyo wewe unatakana uwe na subira na uvumilivu na kuwafanyia yaliyo mazuri. Amesema Allah mtukufu, na Mola wako ameamrisha kuwa msiabudu chochote isipokuwa yeye, na wazazi mwatekelezee yaliyokuwa mazuri, ikiwa mmoja wao au wote wawili wamefikia uzeeni na wako kwako,
usiwatamkie neno la au na usiwafokee, yani usiwakaripie, na waambie maneno yaliyo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ya kuwa amefaradisha na kulazimisha kuabudiwa yeye na kufanyiwa wazazi wawili mazuri, hata kama itafikia hali wamezeeka, wamekuwa dhaifu, hawana chumo, wanakutegemea wewe. Usianze kuwafokea na kuwatolea ukali wazazi wawili. Unatakana uwasikilize, uwapatie maneno mazuri, uishi na wao. Na haya mambo ya kuwachukua wazazi kuwapelekea katika nyumba za wazee ili kuondoa dhiki na kero kwa nyumba, haya si katika mafunzo ya Kiislamu. Ulipokuwa mtoto mdogo, wazazi hawakuchukua kupelekea nyumba ya watoto, walikulea na ukaishi na wao katika nyumba ile ile ndogo. Wewe kubali kero za mzazi wako, ishi naye katika nyumba ile ambayo unaishi na watoto wako, mfanyie yote yaliyo mazuri mzazi wako. Kuwachukua wazazi na kuwapeleka katika nyumba za wazee, huku ni kuwafanyia ubaya wazazi, kwa sababu wewe walikulea na wewe unatakana uwalee, uwashughulikie. Kadhalika katika hali nyingine, unaweza kuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia nuru ya Uislamu, lakini wazazi wako bado wako katika nuru giza, au katika giza la ukafiri, au bado hawajaiona nuru ya Kiislamu. Wewe usiwakane, hawa ndio sababu ya wewe kupatikana. Madam hawakulazimishi na hawakupigi na wala hawakufanyii ubaya katika dini yako, wewe na wewe haufai kuwafanyia ubaya katika mambo yao ya kidunia. Ni wajibu kwa Muislamu kuwatii na kuwafanyia mazuri wazazi wake, hata kama ni makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, na ikiwa watakulazimisheni, au Allah alisema, na kama watawalazimisha kunishirikisha mimi, basi msiwatii, lakini suhubianeni nao kwa mambo ya kidunia kwa wema. Kwa hiyo hata kama si Waislamu, lakini kusuhubiana nao, kuamiliana na wao, kuishi na wao, kushirikiana na wao katika mambo ya kidunia, basi shirikianeni nao kwa wema. Kwa hiyo hizi ndio haki za wazazi. Tukimalizia haki za watoto katika Uislamu, watoto wako na haki nyingi. Miongoni mwa haki zao, wewe baba, wewe mama, kabla ya kuwazaa, tayarisha mazingira yao. Baba, watafutie watoto wako watarajiwa mama ambaye atakuwa mama ya watoto wako, ambaye unaridhia wewe huyu mke unayemuoa aitwe mama na watoto wako. Usije ukaoa mwanamke ambaye wewe mwenyewe unajutia, kwa nini nilimuoa mke huyo, kwa nini ataniharibia watoto wangu? La, chagua mke ambaye atakuwa mama mzuri kwa watoto wako, wachagulie watoto wako mama yao mzuri. Kadhalika wapatie watoto wako majina mazuri. Usimuite mtoto jina baya, kwa sababu wakati mwingine jina baya lina athari mbaya. Unamuita mtoto wako mashaka, tabu, porojo, haya majina haya hayana uzuri. Mpatie mtoto jina ambalo hata atakapokuwa yuko na furaha, yuko na raha ya kulitaja jina hilo popote bila ya wasiwasi wowote. Kuwekea au kuwalea katika malezi mazuri, kuwafundisha misingi ya dini, kuwafanyia waipende dini. Yani wewe kuwaonyesha dini ilivyo, kukaa nao kidini. Wewe usiwe mbali na dini ukawalazimisha. Kama vile mzazi haswali, hafungi, lakini anamchapa mtoto ili aswali. Huyu mtoto atakubali, lakini kuna wakati tafikia anasema kama ni mbaya wacha iwe mbaya. Kwa hiyo wazazi tunatakana tuwafundishe, tuwalee na tuwaonyeshe maadili ya Kiislamu.
Mwisho kabisa, watoto tunatakana tuwafanyie uadilifu baina yao bila ya kuwabagua. Usimbague mtoto kwa sababu huyu anajua au akili yake ni mwerevu kuliko mwingine, huyu ni mzuri wa sura au mumbile kuliko mwingine, huyu ni mrefu, huyu yuko na rangi nzuri kuliko huyu, ukaanza kuwabagua watoto. La, maadamu wote ni watoto wako, hata kama umetokea katika mama tofauti, maadamu ni watoto wako, wewe unatakana usiwabague, usifanye dhulma, bali fanya uadilifu baina yao. Kwa sababu utakapofanya dhulma na ukaacha kufanya uadilifu, natija yake hawa watoto hawatakuja kupendana, na sababu itakuwa ni wewe mzazi. Haya ndiyo mazuri ya Uislamu yanayopatikana katika somo letu hili la familia katika Uislamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya tuliyoyanena yawe ni funguo katika masikio yetu, na tuwe tutashika yaliyo mazuri na kuyafata, na Mwenyezi Mungu atuepushe na batil, atuonyeshe batil na tuepushe na hayo, na atujalie ni wenye kusikia maneno na kufata yaliyo mazuri. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa jazakumullahu khaira. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.